Mnamo Jumatatu Juni 1 mwaka 2026, Rais wa Marekani Donald Trump alimpigia simu Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Simu hiyo ilikuwa ni kama ya dakika 15 hivi na ilikuwa na maneno makali sana. Sababu kuu ilikuwa ni operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya Hezbollah katika kusini mwa Lebanon, ambapo Israel ilikuwa inatishia kushambulia Beirut, huu ni mji mkuu wa Lebanon, ili kuwaadhibu Hezbollah. Trump alikuwa na hasira kubwa kwa sababu hatua hizo za Israel zilikuwa zinaharibu mazungumzo ya amani ambayo Marekani ilikuwa inayafanya pamoja na Iran. Iran ilikuwa imetishia kuacha mazungumzo hayo kabisa kutokana na mashambulizi ya Israel huko nchini Lebanon. Trump alitaka kufikia makubaliano na Iran kuhusu nyuklia na masuala mengine, na aliona kuwa Netanyahu alikuwa akimzuia na kuendelea na mapigano. Kulingana na vyanzo vya ndani vya serikali ya Marekani vilivyozungumza na Axios, ambalo gazeti liliripoti mara ya kwanza, Trump alimwambia Netanyahu ni maneno haya: "Wewe ni kichaa kabisa." Alimshutumu kwa kutokuwa na shukrani. "Ungekuwa gerezani kama si mimi. Ninaokoa punda wako. Kila mtu anakuchukia sasa. Kila mtu anachukia Israeli kwa sababu ya hili." Trump alikuwa akipiga kelele na kutumia maneno ya matusi wakati wa simu hiyo. Alikuwa amechukizwa sana na hatua ya Israel kuendelea kupigana nchini Lebanon wakati mazungumzo ya amani yakiwa yanaendelea. Mnamo Jumatano Juni 3, Trump alikiri hadithi hii katika mahojiano na podcast inayoitwa Pod Force One inayohusiana na New York Post, na alisema, "Ndiyo, nilisema hayo." Hakuwa na hasira kali sana, bali alikuwa na amechukizwa kidogo. Alichukizwa na mapigano ya mara kwa mara nchini Lebanon, lakini alisisitiza kwamba yeye na Netanyahu bado wanafanya kazi vizuri pamoja na wanaelewana. Hii inaonyesha mvutano mkubwa kati ya Trump na Netanyahu, ingawa wamekuwa wakishirikiana katika mambo mengi. Trump anataka amani, hasa sehemu ya Iran, ili kumaliza mzozo wa eneo hilo, lakini Netanyahu anaonekana anataka kuendelea na operesheni za kijeshi ili kuadhibu maadui wa Israeli, Hezbollah pamoja na wengine. Hata hivyo, baada ya simu hiyo, Israeli ilionekana kurudi nyuma kidogo na haikushambulia kama ilivyotishia mara ya kwanza. Trump pia alitangaza mapatano mapya ya kusitisha mapigano nchini Lebanon. Kwa ujumla, ingawa Trump alitumia maneno makali, alisisitiza kuwa uhusiano wao bado ni mzuri na wanaendelea kushirikiana. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kumkosoa Netanyahu, lakini mara hii alikuwa wazi na mkali zaidi, na Trump mwenyewe alikiri kufanya jambo hilo.